Ndugu mwenyekiti, kwa heshima na taadhima, naomba kusimama mbele yako kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa Chama cha Mapinduzi katika kipindi cha Januari-Juni 2025. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, taarifa hii pia itabeba kazi nzima ya Chama cha Mapinduzi katika kipindi cha miaka mitano ya utekelezaji wa ilani, kwa sababu ndicho kipindi ambacho tunakwenda kukamilisha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ngazi yetu ya wilaya katika kipindi cha miaka mitano. Hivyo ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, baadhi ya miradi na shughuli ambazo tutawasilisha kwenye taarifa hii ni za miaka mitano, ambayo ndugu mwenyekiti wewe mwenyewe umekuwa mstari wa mbele kuhakikisha inasimamiwa miradi hii. CCM oye! Ndugu mwenyekiti, nimshukuru rafiki yangu, ndugu yangu mstahiki meya na waheshimiwa madiwani. Naomba wote wasimame mheshimiwa mwenyekiti kwa heshima yako. Mheshimiwa mwenyekiti, ilani hii inayokwenda kuisoma kwa niaba halmashauri, hawa ndio wajumbe wa baraza, ambapo kesho wanaenda kumaliza ungwe wao ya miaka mitano. Lakini ndugu mwenyekiti, halmashauri yako hii ambayo unaiongoza na kuisimamia na wajumbe hawa imeendelea kupata uwezo mkubwa wa makusanyo yake ya fedha. Katika kipindi cha miaka mitatu, halmashauri yako hii ndugu mwenyekiti ilikuwa inakusanya bilioni 81. Leo hii ndugu mwenyekiti, katika kipindi cha miaka mitatu inakwenda kukusanya zaidi ya bilioni 120. Na mwaka huu wa fedha ambao tunauweka ndugu mwenyekiti, halmashauri yako inakwenda kukusanya shilingi bilioni 140. Makofi kwa wajumbe hawa. Ni kuonyesha namna gani halmashauri yako ndugu mwenyekiti inaendelea kukua. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, mmejionea wenyewe miradi ambayo mmeenda kuisimamia, zaidi ya magorofa 8 ndugu mwenyekiti, ambayo ni zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 800 yanakwenda kukamilika. Mmeona magorofa ya pale Ukonga, ile shule ya sekondari Ukonga. Mmeona ndugu zangu wale wanaotoka Kipunguni, lile gorofa la Kipunguni. Wale ndugu zangu wa Minazi Mirefu, mmeona jengo. Lakini pale Kitunda Relini inaenda kujengwa shule ya sekondari ya zaidi ya bilioni 4.6. Lakini hapa ndugu zangu wa hapa kata ya, kwa kushirikiana na CRDB tunakwenda kujenga shule nyingine ya sekondari ya bilioni 4.6. Lakini pia wenzangu wa Mnazi Mmoja, kuna shule pale inaenda kukamilika ya zaidi ya bilioni 1 na milioni 800. Mnaona ni kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais anaifanya. Na majengo haya ambayo tunakwenda kuyajenga ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, yanaenda kuwekewa aluminium, yanaenda kuwekewa tiles. Na zile shule mpya za bilioni 4 zitakuwa zina chumba cha kompyuta, zina vifaa vyote vya kompyuta, zitakuwa zina madarasa 16, zitakuwa zina vyumba vya walimu. Ni shule ambayo inajitosheleza. Hayo ni mapenzi makubwa ya rais wetu, ni mapenzi makubwa ya chama chetu. Ndugu mwenyekiti na ndugu viongozi, kwenye eneo la afya umeona mwenyewe na ulishiriki kwenye mbio za Mwenge. Tunakwenda kujenga vituo vya afya vya aina ya pale Mzinga. Vituo vyote tunavyokwenda kujenga sasa vitafanana na kile kituo cha wapi? Cha Mzinga. Idadi yetu kwenye kata ndugu mwenyekiti ni kubwa ukifanana na vile vituo vya 500, vya milioni 500 ambao Mheshimiwa Rais anatuletea. Mheshimiwa Rais amekubali kwetu sisi tunajenga kituo cha afya cha zaidi ya bilioni 4. Hivyo ni kazi kubwa ambayo inaenda kufanyika katika wilaya yetu na halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Ukienda kuangalia kwenye eneo la vifaa tiba vimeongezeka, upatikanaji wa madawa umeendelea kuimarika. Tuna kila sababu ndugu mwenyekiti kwa pamoja kuendelea kumshukuru na kumwombea rais wetu. Amesema hapa mkurugenzi, tutaendelea kutenga ile 10% ya barabara. Tumeenda kuwaomba kwenye halmashauri kwamba kwetu sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tutokane na 10% twende kwenye 20%. Kwa nini? Kwa sababu uwezo wa halmashauri yetu kwenye makusanyo umeendelea kuimarika. Kama uwezo umeimarika, basi hata fedha ambazo tunakwenda kuzitenga kwa ajili ya miradi ya kimaendeleo hususan barabara tuongeze kutoka 10% kwenda kwenye 20%. Ombi hili tumelipeleka TAMISEMI. Kwa nini ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe? Umeona 1% kubwa ya barabara zetu nyingine ni za changarawe.
Tunapokwenda kumuomba mkurugenzi atengeneze barabara kipindi cha mvua, anakosa fedha kwa sababu fedha zote za 10% zimeenda kutengeneza barabara za nini? Za lami. Mkurugenzi na madiwani wanakosa fedha za kuimarisha barabara za changarawe. Hivyo kwenye ile fedha ya 10% ni vizuri kwamba kwenye baadhi ya asilimia itengwe kwa ajili ya kwenda kuimarisha barabara za changarawe. Baadhi ya asilimia zitengwe kwenda kuimarisha mifereji. Baadhi ya asilimia itengwe kwa ajili ya madaraja na vivuko. Waheshimiwa wenye viti wa kwenye kata, ndugu mwenyekiti, wanajua, waheshimiwa madiwani wanajua. Yako malalamiko mengi kwenye kata mbalimbali na mitaa mbalimbali kuhusiana na vivuko pamoja na madaraja. Tukifanya hivyo itaenda kusaidia halmashauri yetu. Hivyo kwa sasa watakapokuja kipindi kijacho, naamini serikali yetu itatoa idhini ili mkurugenzi sasa na timu yake waweze kutenga. Kwa sasa hawawezi kutenga kwa sababu muongozo unataka watenge kwenye asilimia 10. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, pia sheria inatutaka sisi tutenge 10% kwa ajili ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Nipende kukuhakikishia mwenyekiti na wajumbe, ndugu wajumbe, halmashauri yako ya jiji la Dar es Salaam imekusanya zaidi ya bilioni 18 ambazo kesho tunaanza kuzitoa. Nikuombe ndugu mwenyekiti, kabla madiwani hawa hawajaondoka na halmashauri hii iweze kushiriki hiyo kesho, kushuhudia halmashauri yenu inapokwenda kuanza kutoa mikopo ya bilioni 18. Ni halmashauri pekee Tanzania ambayo inaenda kutoa mikopo mingi kwa wakati mmoja. Lakini ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, halmashauri yako ina zaidi ya bilioni 17 ambazo ziko kwenye mzunguko. Tunaamini mwakani tutatoa zaidi ya bilioni 22. Kwa nini? Kwa sababu makusanyo ya halmashauri yanaongezeka na marejesho yanaongezeka. Tumemsikia Mheshimiwa Rais akitutaka tuhakikishe kwamba tunabanana na wale ambao tunawadai kwenye fedha zetu. Nitumie nafasi hii ya halmashauri kuu, kwa sababu wako ndugu zetu na jamaa ambao wanafahamiana na wajumbe hawa. Tutaendelea kuwa wakali kuhakikisha marejesho ya zile 10% zinarudi ili kuwasaidia vijana wetu, mama zetu waweze kupata mikopo. Ndugu mwenyekiti, ninapomalizia nikuhakikishie maandalizi ya uchaguzi mkuu umeendelea vizuri. Ulinzi na usalama tumehakikisha tunaendelea kuimarisha. Ndio maana katika jiji letu la Dar es Salaam, wilaya yetu ya Ilala, hakuna vurugu, kwa sababu jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama vimeendelea kuwa imara sana. Lakini tumie nafasi hii kwa niaba ya serikali, ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, nishukuru kwa dhati halmashauri kuu hii hapa mbele yako. Ndugu mwenyekiti, taarifa hii ambayo tunawasilisha, miradi hii ambayo tunaileta kwako na mbele ya wajumbe, imesimamiwa na wajumbe hawa. Kila jengo ambao unaliona, kila mradi ambao umetekelezwa, wajumbe hawa wa halmashauri kuu wamekuwa mstari wa mbele katika maeneo yao, kwa sababu wengine ni wajumbe wa kamati za siasa katika kata ambayo miradi hii ndipo inatekelezwa. Wengine ni madiwani ambao wamekuwa wajumbe wa kamati za siasa na wasimamizi na wanaotoa uongozi kwenye ngazi za kata. Naomba nitumie nafasi hii mjipigie makofi kwa kazi kubwa ambayo mmefanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utekelezaji wa ilani, wakati nimepewa nafasi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuja kuungana na management ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, lakini kuja kuwa katibu wa baraza la madiwani, wakati wa makabidhiano yalitolewa maelekezo mahususi ambayo msingi wake alikuwa ni maelekezo ya chama, kwamba tunayo miradi mingi ambayo imekwama, tunayo miradi mingi ambayo inasuasua, tunao wakandarasi mafundi ambao hawafanyi vizuri. Azimio la baraza la madiwani likiongozwa na mstahiki meya ilikuwa ni kuhakikisha miradi yote inakwamuka ndani ya wakati, na hayo yalikuwa maelekezo ya chama, maelekezo ya baraza la madiwani. Kwa nafasi yetu Mheshimiwa Mwenyekiti, hatukulala. Maelekezo hayo tuliyachukua mimi pamoja na management yangu,
kwa kuazimia kwamba lazima tuwe na ziara za kila Jumamosi, kwa sababu kwanza hatuna muda, lakini mbili, wananchi wanayo matarajio makubwa na Chama cha Mapinduzi ndani ya wilaya yako, na utekelezaji wa majukumu ambayo msingi wake ni maelekezo ya chama, sisi kama watendaji tunapaswa kuyasimamia kila wakati, kila dakika, siku zote 7 za wiki, siku zote 365 za mwaka mzima. Tulifanya hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, chini ya uongozi wa Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, katibu tawala wetu wa wilaya, tulifanya ziara. Tunayo miradi kadhaa ambayo tulichukua hatua, kama ambavyo imesemwa hapa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Takribani mikataba 19 tuliivunja, na tuliivunja kwa umakini mkubwa bila ya kuisababishia hasara serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, baadhi ya miradi hapa inaonekana hapa nyuma. Tulikuwa na mradi mkubwa wa shule ya sekondari Kipunguni ambayo ilipaswa kukamilika miaka 2 au 3 iliyopita. Tulikuwa na shule au tuna shule ya sekondari Bonyokwa ambayo inatoka kwenye kata yake, ambayo pia ilipaswa kukamilika miaka kadhaa iliyopita. Lakini tuna kituo chetu cha afya cha Mzinga ambacho toka mwaka 2018 kilipaswa kuwa kimeshakamilika. Tulichukua hatua madhubuti kwa ujasiri mkubwa na kwa kuzingatia maelekezo ya baraza la madiwani na kamati zake zote, kuhakikisha kwamba miradi hiyo na miradi mingine inakamilika na inaonekana dhahiri. Lakini tuna mradi mwingine kwa mstahiki meya wa Nyamachoma. Mradi ule ulikuwa umekaa karibu miezi 9, karibu mwaka. Mradi ule hali kadhalika tulichukua maamuzi magumu ya kuondokana na fundi na mkandarasi ambaye alikuwa hapo. Leo tunajivuna chama chako chini ya uongozi wako Mheshimiwa Mwenyekiti kinatembea kifua mbele kwa maelekezo ambayo mmetupa sisi wataalamu, kuhakikisha tunasimamia miradi yote na miradi yote inakamilika, kuhakikisha miundombinu ya elimu, miundombinu ya barabara, miundombinu ya afya inakamilika. Na sisi lengo letu ni kuhakikisha ifikapo au kabla ya mwezi wa 10, Mheshimiwa Mwenyekiti, useme kwamba na chini ya uongozi wangu mimi kama mwenyekiti, chini ya uongozi wa Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, tumefanya na hatudaiwi, na mpaka sasa Mheshimiwa Mwenyekiti hatudaiwi. Tutaendelea kusimamia haya. Tunafahamu tunazo changamoto kadhaa kwenye barabara. Mpango madhubuti sisi kama watendaji chini ya uongozi wa Mheshimiwa mkuu wa wilaya, chini ya uongozi wa mstahiki meya na baraza lake la madiwani, kuhakikisha kwamba fedha ambazo tumeelekezwa na serikali kutenga 10% tunazipeleka, na tunahakikisha kwamba barabara zote kwenye kata zetu 36 na mitaa yetu yote 159 tunafanya maboresho, tunakarabati na tunajenga barabara ambazo ziko. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuhakikishie, tunajua baraza la madiwani litakwenda kuvunjwa, lakini hakuna kitakachosimama, kwa sababu mkataba wa wananchi na serikali na chama ni ilani yetu ya 2020-2025. Tutasimamia na hatutalala, na tutaonyesha kwamba chama ambacho unakisimamia ndani ya wilaya yako kinafanya vyema. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nikushukuru sana wewe pamoja na kamati yako ya ulinzi kwa kutusimamia na kutuongoza vyema. Nimshukuru mstahiki meya kwa namna ambavyo ametuongoza kwa kipindi cha takriban mwaka mmoja ambao tumekaa naye, mimi pamoja na management, ametuongoza vyema na matokeo sasa tunayaona. Lakini la mwisho na si kwa umuhimu, nichukue nafasi hii kipekee na kwa dhati ya moyo wangu kwa niaba ya watumishi wote wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa nguvu kubwa na mapenzi mema ndani ya jiji la Dar es Salaam kutuletea fedha nyingi za kutosha ambazo zimekwenda kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo ndani ya jiji la Dar es Salaam. Tukuahidi Mheshimiwa Mwenyekiti,
fedha ambazo zinaletwa, fedha ambazo tunazikusanya, tutakwenda kuzisimamia ili kwanza thamani yake iwe dhahiri kwa wananchi na chama, lakini mbili, kuleta tija katika miradi ambayo fedha hii inakwenda. Baada ya kusema hayo, nikushukuru sana na nikushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kunipa nafasi kwa ridhaa ya Mheshimiwa Mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi. Asante sana.